Historia ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilisimama kama muhimili mkuu wa mageuzi ya kiroho, kiitikadi na kihistoria katika safari ndefu ya mahuruko. Tukio hilo halikuibuka kwa bahati nasibu wala kwa msukumo wa mazingira ya kibinadamu. Lilitokea ndani ya mpangilio wa muda uliosukwa kwa hekima ya juu isiyopimika. Lilikuwa ni tukio lililotanguliwa na ahadi za kale, likalindwa na maandalizi ya vizazi, na hatimaye likatimia kupitia uingiliaji wa kimamlaka wa Mungu katika historia ya mwanadamu. Ndani ya kuzaliwa huko, mbingu na dunia zilikutana, uungu na ubinadamu vikafungamana, na nuru ikapenya ndani ya giza lililokuwa limetawala kwa karne nyingi. Hivyo, simulizi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilikuwa kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mwana, na ukawa ndio mwanzo wa enzi mpya katika historia ya wokovu wa mwanadamu. Ujambo na karibu, tuandamane guu mosi guu pili, tulidadavue hili la kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na mie wako Mhandisi Kahigamuge. Baada ya Adinasi kuanguka katika dhambi, tumaini la urejesho halikuzima kabisa. Ndani ya hukumu, Mungu alipanda mbegu ya ahadi ya ukombozi. Ahadi hiyo iliendelea kusimuliwa kwa lugha ya kinabii, kwa alama na kwa ishara, kizazi hadi kizazi. Ilitunzwa katika nyimbo, sheria, dhabihu na historia ya taifa la Israeli. Manabii waliinua sauti zao katika vipindi mbalimbali vya giza, tangaza kuja kwa Masihi ambaye angeponya majeraha ya dhambi na kurejesha uhusiano kati ya mterehemezi na binadamu. Unabii wa Isaya ulieleza kwa kina juu ya mtoto ambaye angezaliwa na kuitwa majina yenye uzito wa kiungo. Mika ataja kwa wazi mahali pa kuzaliwa, Bethlehemu ya Judea, mji mdogo uliodharauliwa lakini uliotunukiwa heshima ya milele. Yeremia na Hosea waliongeza vipande vya picha hii ya kinabii, wakionyesha mateso, kukataliwa na ushindi wa mwisho wa Masihi. Ahadi hizi hazikufutwa na kupitwa na wakati, bali zilichanua polepole kama ua la waridi, zikingoja wakati kamili wa kutimia. Katika kipindi kilichotangulia kuzaliwa kwa Yesu Kristo, dunia ilikuwa chini ya utawala mpana wa dola ya Kirumi. Dola hiyo ilijulikana kwa mbinde wa kijeshi, sheria kali na utawala wa kiimla uliodhibiti aushi ya mataifa mengi. Amani ya Kirumi iliyokuwa amani ya kulazimishwa, iliyodumishwa kwa hofu na upanga. Ndani ya mazingira hayo, Uyahudi ulikuwa taifa lililokandamizwa, likitawaliwa na watawala waliowekwa na Roma. Jamii ilikuwa imelemewa na mzigo wa sheria na desturi zilizokuwa zimepoteza roho yake ya awali. Mafundisho yalikuwa yamejaa tafsiri nzito na mizigo ya kidini iliyowalemea watu wa kawaida. Ndani ya hali hiyo, matarajio ya Masihi yalikuwa makubwa, lakini yalitagusana na matarajio ya kisiasa na ya kijeshi. Wengi walitamani mkombozi wa kuangusha Roma, lakini mpango wa Mungu ulikuwa wa ndani zaidi, ukilenga kuangusha utawala wa dhambi katika mioyo ya wanadamu. Ndani ya mji mdogo wa Nazareti, mbali na vituo vya mamlaka na fahari ya kidunia, aliishi binti bikira aliyejulikana kwa maisha ya unyenyekevu na utiifu. Maisha yake hayakutambulika kwa kilele wala sifa, bali yalipambwa na unyofu wa moyo na hofu ya Mungu. Ndani ya mpango wa wokovu, Maria alichaguliwa kuwa chombo cha kutimia kwa ahadi ya kale. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, alitungishwa mimba, tukio lililovuka mipaka ya maelezo ya kibinadamu. Ujauzito huo haukuwa matokeo ya mahaba ya mwanadamu, bali ulikuwa ishara
ya wazi ya uingiliaji wa Mungu katika historia. Hivyo mwana aliyekuwa tumboni mwake alikuwa na asili ya kiungu na binadamu kwa wakati mmoja, akibeba ndani yake tumaini la wokovu wa dunia. Yusufu, mchumba wa Maria, alikuwa mtu wa haki, mwenye nidhamu ya kimaadili na hofu ya Mungu. Alijulikana kwa uaminifu wake na utiifu kwa sheria. Ingawa hali aliyokutana nayo ilihitaji imani kubwa na unyenyekevu wa hali ya juu, alichagua kusimama upande wa mapenzi ya Mungu. Kupitia uamuzi wake, alichukua jukumu la kumlinda Maria na mtoto aliyekuwa barastini, kama mlezi na mhifadhi wa aila yake. Kupitia Yusufu, ukoo wa kifalme wa Daudi uliunganishwa kisheria na Yesu. Hii ilitimiza kwa ukamilifu unabii uliodai kuwa Masihi angezaliwa katika ukoo wa Daudi. Hivyo hata katika mifumo ya kijamii na kisheria, mpango wa Mungu ulionekana kufuata mkondo uliopangwa tangu zamani. Katika mpangilio wa kisiasa wa wakati huo, Kaisari Augusto alitoa amri ya kufanyika kwa sensa katika maeneo yote ya himaya ya Kirumi. Amri hiyo ililenga kuimarisha utawala na ukusanyaji wa kodi. Ndani yake ilibeba kusudi la juu zaidi lisiloonekana kwa macho ya kawaida. Kila mja alitakiwa kurejea katika mji wa asili wa ukoo wake kwa ajili ya kuhesabiwa. Kwa Yusufu alikuwa kwa ukoo wa Daudi, alilazimika kusafiri kutoka Nazareti kwenda Bethlehemu. Safari hiyo ilikuwa ndefu, ngumu na yenye changamoto nyingi. Maria, akiwa katika hatua za mwisho za ujauzito, alilazimika kuvumilia uchovu, hofu na mazingira yasiyo swahiba. Hata hivyo, ndani ya safari hiyo, hatua zao zilikuwa zikiongozwa na mkono usioonekana wa Mungu, ukihakikisha kwamba kila jambo lilitimia kulingana na ahadi za kale. Walipofika Bethlehemu, mji ulikuwa umejaa waaja waliokuwa wamefika kwa ajili ya sensa. Ukosefu wa nafasi uliwalazimu kutafuta hifadhi katika mazingira ya kawaida yasiyo na fahari ya kifalme. Ndipo Yesu alipozaliwa katika jumba na mazingira ya unyenyekevu mkubwa. Alizaliwa katika hori, mahali pa kulishia wanyama, ishara ya wazi ya kujinyenyekeza kwa mwana wa Mungu. Ndani ya unyenyekevu huo, siri ya wokovu wa dunia ilifichwa. Tukio hilo lilipigana na matarajio ya mwanadamu, lakini lilidhihirisha hulka ya jalali ya kuchagua yaliyo dhaifu ili kuyashinda yaliyo na nguvu. Kuzaliwa kwa Yesu hakukuwa tukio lililofichika kabisa. Mbingu zilitoa ushuhuda wake kwa njia ya ishara na alama za kiroho. Nuru ya kipekee ilionekana angani, ikatangaza tukio lisilo la kawaida. Ndani ya maeneo ya karibu, wachungaji waliokuwa wakilinda mifugo yao walipokea habari za kuzaliwa kwa Mwokozi. Uchaguzi wa wachungaji kama wapokeaji wa kwanza wa habari hizo ulidhihirisha mapinduzi ya maadili katika ufalme wa Mungu. Wale waliodhaurika kijamii ndio waliokuwa wa kwanza kuguswa na habari za wokovu. Tukio hilo lilithibitisha kwamba ujumbe wa Kristo haukuwa mali ya tabaka fulani, bali ulikuwa hidayah kwa wanadamu wote. Katika mashariki, mamajusi walitambua ishara ya ajabu angani. Walikuwa waja wa elimu na hekima waliotumia maarifa ya nyota kusafiri. Kuonekana kwa nyota hiyo uliashiria kuzaliwa kwa mfalme wa Wayahudi. Safari yao ilikuwa ndefu, yenye hatari na gharama, lakini iliongozwa na kiu cha ukweli. Walipofika Yerusalemu, habari zao zilisababisha mshtuko katika mzunguko wa kisiasa. Mfalme Herode, aliyekuwa mtawala mwenye hofu ya kupoteza mamlaka, alipatwa na wasiwasi mkubwa. Ingawa alionekana kuonyesha hamu ya kujua ukweli, ndani yake kulikuwa na hila na nia mbaya. Mamajusi waliendelea na safari yao hadi Bethlehemu, ambako walimuona mtoto Yesu. Walitoa zawadi za thamani kubwa: dhahabu,
uvumba na manemane. Zawadi hizo hazikuwa za kawaida, bali zilikuwa na maana ya kina ya kiroho. Dhahabu iliwakilisha ufalme, uvumba uliashiria uungu, na manemane ikatabiri mateso na kifo cha baadaye cha Kristo. Baada ya mamajusi kuondoka, hila za Herode zilidhihirika wazi. Alipoona kwamba alikuwa amepitwa, akachukua hatua ya kinyama ya kuamuru kuuawa kwa watoto wote wa kiume wachanga katika Bethlehemu na maeneo ya jirani. Amri hiyo ilisababisha majonzi makubwa, vilio na maumivu yasiyokuwa na kifani. Tukio hilo lilionyesha giza la utawala wa kibinadamu ulioendeshwa kwa hofu na tamaa ya madaraka. Hata hivyo, ndani ya giza hilo, nuru ya ahadi ya Mungu iliendelea kung'aa, ikilindwa dhidi ya hila za binadamu. Kwa ajili ya kumlinda mtoto Yesu, familia ililazimika kuondoka kwa safari kuelekea Misri. Safari hiyo ya uhamisho iliwakilisha mateso ya awali ya Mwokozi aliyekutana na hatari tangu utoto wake. Maisha ya ugenini mbali na ardhi ya ahadi yalikuwa sehemu ya mpango wa Mungu wa kutimiza unabii wa kale. Ndani ya ugeni huo, Aira iliendelea kuishi katika unyenyekevu, ikitegemea ulinzi na uongozi wa Mungu. Hata hivyo, tukio hilo lilionyesha kwamba wokovu haukuja bila maumivu, bali kupitia gurufu ya mateso na uvumilivu. Baada ya kifo cha Herode, Aira ilirudi katika nchi ya Israeli na kukaa Nazareti. Huko Yesu alikuwa katika mazingira ya kawaida, akishiriki maisha ya kijamii na kazi za mikono. Alikuwa katika hekima, kimo na neema mbele za Mungu na wanadamu. Maisha ya utotoni ya Yesu hayakuwa ya miujiza ya hadharani, bali ya maandalizi ya ndani. Ndani ya ukimya wa miaka hiyo, hulka, huruma na utii vilijengwa, vikiandaa msingi wa huduma kubwa iliyokuja baadaye. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulibadilisha mkondo wa historia ya mwanadamu. Tukio hilo lilianzisha enzi mpya ya neema, msamaha na matumaini mapya. Ndani ya mtoto aliyezaliwa katika unyenyekevu palifichwa nguvu ya wokovu iliyoweza kubadilisha mioyo, jamii na mataifa. Historia ya mwanadamu ilianza kupimwa upya kuanzia tukio hilo. Maadili ya upendo, unyenyekevu na huduma yalipewa uzito mpya. Kuzaliwa kwa Yesu kulionyesha kwamba nguvu ya kweli haipo katika upanga au mamlaka ya kisiasa, bali katika kujitoa na upendo wa kujinyima. Historia ya kina ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni simulizi ya upendo wa Mungu uliodhihirishwa kwa vitendo. Ni hadithi ya ahadi iliyotimia baada ya kusubiri kwa karne nyingi, ya nuru iliyopenya gizani na ya tumaini lililozaliwa upya kwa wanadamu wote. Ndani ya hori ya Bethlehemu, ulimwengu ulipokea zawadi isiyo na kifani. Kuzaliwa kwa Yesu hakukuwa tu mwanzo wa maisha ya adinasi mmoja, bali mwanzo wa mabadiliko ya milele katika historia ya wokovu wa binadamu. Natia nukta hapo kwa leo, nikikushukuru wewe kwa kuendelea kutufuatilia. Hadi wakati mwingine, ni wako Mhandisi